Na mtazamaji, na karibu tena kwenye awamu ya pili. Hii leo ni siku ya kuchambua masuala ya ugatuzi, na tunapoanza rasmi mjadala huu mtazamaji, muhimu kuhusu nafasi ya vijana katika ugatuzi, ni muhimu kutambua ya kuwa mazungumzo yetu tunayakita katika katiba ya Kenya ya mwaka 2010 ambayo inatoa mfumo wazi wa kisheria wa ushiriki na pia uwezeshaji wa vijana. Ibara mtazamaji ya 174 ya katiba inaeleza malengo makuu ya ugatuzi, ikisisitiza utawala wa kidemokrasia na uwajibikaji, mgao wa haki wa rasilimali hususan kwa vijana, na kuimarisha ushiriki wa umma. Malengo haya yanatoa fursa ya kipekee kwa vijana kushiriki kikamilifu katika mchakato wa maamuzi ya ngazi ya kaunti na kushinikiza maamuzi ya vipaumbele, yani priorities, vya maendeleo vinavyoathiri maisha yao. Zaidi ya hayo, ibara ya 175 inaweka kanuni kama vile demokrasia, uwazi na ujumuishaji ambazo serikali za kaunti zinapaswa kuzingatia. Sheria ya serikali za kaunti inadhibitisha misingi hii kwa kuweka sharti ushiriki wa umma ili kuhakikisha sauti za vijana zinashikiliwa katika majukwaa mbalimbali ya utawala. Basi mtazamaji, kwa muktadha huo, hili ikiwa ni siku ya jungu la ugatuzi, tunadadavua swala hili. Iwapo katiba ya Kenya hususan ya mwaka 2010 ambayo tunatumia, je, imewezesha vijana kwa njia ilivyo katika kusikiza sauti zao na kutekeleza mahitaji yao katika jamii? Basi mtazamaji, niko nao wageni hapa ndani ya studio ili tuweze kuchambua swala hili. Morara Kebaso ambaye ni kiongozi wa chama cha Inject. Karibu sana Morara. Aidha mtazamaji, niko naye wakili Kidi Mwaga, huyu pia ni mwandalizi wa Interparties Youth Forum, na pia mtazamaji niko naye Omwansa, huyu ni kiongozi wa vijana. Na kuna mtu ameuliza wewe ni kiongozi wa vijana kaunti gani? Utakuwa ukitujibu. Aidha mtazamaji, niko naye Vitalis Matilda, huyu ni mwanachama wa Legal Sisters, na pia niko naye Joyce Njoki Murugi ambaye ni naibu rais wa kutoka chuo kikuu cha Zitek, na pia niko naye Lizanet Mukami Gashoki, mwanafunzi wa wanasheria kutoka chuo kikuu cha Strathmore. Karibu sana kwenye studio za TV47. Mwisho mtazamaji ni Rocha Madzayo ambaye ni rais wa chuo kikuu wa the University, ama ni the Premier University of Nairobi. Karibuni sana kwenye studio za TV47. Leo hii ndio kilele cha kukusanya maoni kuhusiana na ule ugavi au hazina ya NG-CDF. Nianze nawe Morara. Vijana wamejitokeza, Wakenya wamejitokeza kuunga mkono NG-CDF, lakini haya yanatukia miezi michache tu kabla ya malalamishi ya kwamba kuna utepetevu wa utendakazi wa bunge kwenye maeneo bunge yetu. Umechukulia vipi yale maoni ambayo yanakusanywa kuhusiana na hazina hii ya NG-CDF? Na labda wewe kama kiongozi mtarajiwa, msimamo wako ni upi kuhusiana na hazina hii? Kwanza kabisa, katiba yetu haikutarajia kwamba wabunge watakuwa tena ndio watekelezaji wa bajeti, ama kwa vyovyote vile watahusika na ugavi wa pesa, ama kupeana kandarasi ya utumizi wa pesa kwa njia yoyote katika maeneo bunge yao. Katiba yetu jinsi ambavyo ilinuiwa kuwa ni kwamba wabunge wawe ni watunga sheria. Kando na kuwa watunga sheria, wawe ni watu ambao wanasaidia kuweka uwajibikaji katika serikali katika matumizi ya mali ya umma. Lakini ile ambacho tumeona ni kwamba hii CDF sasa imefanya wabunge wameacha kuwa ni wabunge watunga sheria na wenye kufuatilia jinsi ambavyo fedha za serikali zimetumika. Wamekuwa ni kama ni mameneja wa ile fund ya CDF. Ndio maana wengine hata wanasema kwamba sio lazima wazungumze bungeni, ama sio lazima walete sheria mpya bungeni, ama kurekebisha sheria zile ambazo ziko na kasoro, kwa sababu kule kwao wanafanya kazi na NG-CDF. Na NG-CDF mara mingi inatumika tu kufanya vitu kama kuweka choo kwenye shule, kuleta tangi ya maji, kununua basi la shule, kuweka kabro, ama kujenga police post. Na tumekuwa na visa vingi sana vya pesa za CDF kutumika vibaya. Na mara nyingi kuibiwa na hawa ambao ndio wabunge ambao ndio wana manage ile fund.
Sasa ile situation ambayo imetokea ni kwamba wakati wabunge wanafaa ensure kwamba serikali inawajibika, wanakuwa wao wenyewe wana maswali ya jinsi ambavyo walitumia CDF. Kwa hivyo hawawezi tena kuuliza maswali, wizara fulani ilitumia fedha namna gani, ama mheshimiwa rais anatumia fedha namna gani, ama mbona pesa fulani imeibiwa. Wakiuliza maswali kama haya, pia wao wanaulizwa na pesa ya CDF ulipeleka wapi? Sasa inakuwa ni mvutano wa hapa na pale. Ndio maana serikali kuu ambayo ni executive imeweza kuiteka bunge. Kwa hivyo ingekuwa ni maoni yangu kwamba hii fund irudishwe kwa executive, iwe managed either kwa county government ama kwa national government kupitia kwa the line ministries. Lakini Mkenya wa kawaida haelewi hivyo. Mkenya wa kawaida ambaye yuko kule mashinani, yeye hawezi kuelewa. Yeye anaona kwamba CDF ilijenga kitu fulani, CDF iliweka gate ya shule, CDF iliweka uga wa shule, ama ilijenga choo. Mkenya wa kawaida haelewi kwamba huyu mbunge hii haikuwa inafaa kuwa kazi yake, na hii situation ambayo yeye anatumia hizi pesa kufanya hii maendeleo inamweka kwa a situation where he is managing funds like executive, na ameshindwa sasa kuwajibika kwa ile kazi ambayo ni yake kikatiba. Naam, asante sana Marara. Naomba kupata kauli pia za wanafunzi, nyinyi mkiwa ni viongozi wa wanafunzi katika vyuo vikuu. Naomba nianze nawe Lizanet. Moja ya kauli ambayo imejitokeza sana katika mazungumzo haya, au sababu ya Wakenya kutotaka kuondolewa kwa hazina hii ya NG-CDF, ni ya kuwa wanafunzi wamekuwa wakitumia pesa hii kupata ufadhili, au what we call bursaries in English. Labda sijui kama una mfano mzuri wa shule. Wakili, naomba umpatie Lizanet Mukami. Labda wanafunzi wanasema nini? What's their take kuhusiana na hii hazina ya NG-CDF? Asante sana kwa kunipa fursa hii katika jopo hili. Nadhani kwa the NG-CDFs zikitumika kwenye bursaries, wanafunzi wengi wamefaidika, ndio, lakini pia kuna wale ambao wameachiliwa katika marginal areas, na kwa kweli naam, zinafaa kuwekwa katika, zipelekwe kwenye executive, zirudishwe jinsi Bwana Morara alivyosema, lakini zigawanishwe kulingana na population ya wanafunzi katika kila county. Kwa maana wale wanafunzi ambao wako kwenye wameachiliwa katika nchi zingine za Kenya hawafurahi vile hiyo pesa inatumika. Kulingana na katiba kuna the policy ya non-discrimination rule. Mkitoa hizo pesa, mzi fund vizuri, like overseeing what the government is doing, itasaidia vijana wengi katika hizo bursaries, kwa kuwa kuna kwanga na wanafunzi wengi wenye huwa wanabaki nyumbani, wengine wakienda shule kwa sababu ya delayed bursaries. Kwa hivyo inasaidia, lakini kunafaa kuwa na better management na ku-oversee jinsi zinavyokuwa distributed, ndo tusiache wanafunzi wengi bila masomo, kwani wenye wanafaidika ni wengi wenye wako Nairobi County, Kiambu, lakini hizo county za huko juu na like huko chini kabisa, Southern Kenya na Northern Kenya, marginal areas, haziwasaidi sana. Kuna a lot of delayed reimbursement ya NG-CDF. Naomba upatishie Njoki Murugi, sio? Utuchoree taswira kamili. Wewe ni naibu rais pale katika chuo kikuu cha ZITEC. Wanafunzi wangapi wanategemea ufadhili wa NG-CDF, na labda wanasema nini? Je, hizi fedha zimekuwa zikiwasaidia inavyofaa? Asante sana. Pale ZITEC University naweza sema kwa si wanafunzi wengi wanapata hiyo pesa kama vile Liz amesema hawapati hiyo pesa
wakati unaofaa. Unapata mtu amemiss exams, amemiss their cuts kwa sababu pesa haijafika kwa wakati unaofaa. Na hii pia inawafanya wanarudi nyuma masomoni. Na wengine pia wanapata, kuna sijui ni nini wanafanya, kuwa wengine hawapati, wengine wanapata. Na kama private institution kuna a lot of delays. Kama last semester kulikuwa na a lot of delays, na tunaona kama private institutions tumesaulika ni kama naweza sema hivyo. Naam, mpatie Rocha kipaza sauti. Chuo Kikuu cha Nairobi ni miongoni mwa vyuo vikuu ambavyo ni ghali mno katika karo yao ni iko ghali mno. Nakumbuka hata mwaka jana tulifanya taarifa nyingine jinsi the band 1, band 2, band 5 walikuwa wanasema zile fedha sisi hazitusaidii sana kama wanafunzi. Taswira iko vipi pale katika Chuo Kikuu cha Nairobi? Asante kwa swali hilo na pia kwa mwaliko. Kwanza ningependa kujibu swali ambalo ulikuwa umemuuliza kuhusu kama ile NGCDF imefaidi wanafunzi wengi, na ni kweli ameongea point ya maana sana kwamba wakati ile NGCDF ilikuwa, sisi kama watu kutoka zile marginalized counties ilikuwa tulifaidika sana, na mimi pia ni mmoja wapo. Maana angalau tangu ugatuzi uletwe kwa mara ya kwanza, hizi sehemu kama Kwale, Turkana, hususan mahali kama Kwale, mahali ambapo mimi nimetoka, wakati gavana Mvurya huyu ambaye sasa ni waziri alipokuwa gavana, kupitia hiyo NGCDF aliweza kuweka free education ya kila mtu ambaye aliitwa shule ya National High School na university. Na kupitia uongozi wake na kupitia uongozi wake bora, wengi wetu tumeweza kusoma bure bila kulipa hata senti moja. Hata mimi sasa hivi nimevaa suti safi hivi, venye nililipiwa school fee from first year, second year, third year, fourth year. Lakini juzi sasa baada ya NGCDF sasa kuwa band sasa, sijalipota karo yangu ya mwaka wangu wa mwisho ambao ni mwaka wa 5. Hivyo basi shida si hiyo sera ya NGCDF, shida ni wale viongozi ambao wanatekeleza wajibu wao. Ikiwa tutapata viongozi wema ama bora ambao wataweza kutekeleza sera hizi kama zinavyofaa, basi wengi wetu tutafaidi. Lakini tusikashifu mfumo, maana viongozi wanaotekeleza hilo mfumo ni wabaya. Maana hata sasa tukisema kwamba tutatoa hii NGCDF from the constituencies iende back to the national government, au pia si ni wafisadi? Sasa patakuwa na tofauti gani kati ya yule anayeiba kule chini na yule anaiba kule juu? Angalau hii ilipokuwa kule chini waliiba ndio, lakini baadaye pia tulikuwa tuna faidi. Sasa kuna hofu kwamba iwapo itaenda back to the national level, wengi wa hizi jamii ambazo zimetengwa ama marginalized communities basi watatengwa kabisa. Na pia wapo wabunge ambao wameweza kutekeleza wajibu wao vyema, kama Peter Kenneth akiwa mbunge alitumia NGCDF hiyo vizuri sana kuunda constituency yake ya Gatanga. Same pia na Ndindi Nyoro pia amefanya vyema na pesa hizo. Hivyo basi ni vyema tubadilishe mswada huu kwa ni sasa ni vipi tutakuwa na viongozi ambao wataweza kutumia fedha hizi vizuri. Pili, ni kweli kwamba UN iko na pesa nyingi, ina charge karo ya juu sana, na si uongo, ni ukweli, hususan zile kozi kama ya engineering na pia na udaktari. Na ni jambo ambalo kwa sasa limefanya wengi wetu ama wengi wa wanafunzi wetu waweze kujiondoa shuleni, wadifaa, na hata wengine wachukue kozi za chini. Utapata mtu ambaye alipata grade ya A ama A minus ambaye aliitwa kozi ya juu, anachagua kuchukua kozi ya chini ili aweze kujimudu kielimu. Hivyo basi kwa sasa sekta ya elimu imedorora sana, na ni wakati mwafaka sisi kama vijana kwa ujumla na pia taifa lote kwa ujumla tuweze kupaza sauti yetu ili sekta hizi muhimu ya elimu na afya ziweze kuundwa, zikuwe sawa, ili tuweze kupata services vizuri kama wana Kenya tunavyopenda kupata. Sasa nije kwako wakili. Haya yanajiri, kumekuwa na mapendekezo ya kwamba NGCDF si sahihi kisheria ama it is not legal as they say. Lakini sasa Wakenya wametokea sana, umesikia hao wanafunzi wote wanaunga mkono na kusema kwamba NGCDF sisi imekuwa ikitufaidi. Hii inatuweka katika mahali gani sisi kama taifa kisheria?
Wajua kwamba ugatuzi jinsi inavyotekelezwa ni kwamba inatekelezwa katika serikali ya juu na pia katika serikali ya chini ambayo tunaita counties. Jinsi NGCDF ilivyo mpaka sasa, mbali na sheria pia lazima tuzingatie siasa zetu jinsi zilivyo. Wakati NGCDF ikiletwa mwaka 2004, lazima tukumbuke kwamba katika kipindi hicho pia tuliongeza mishahara za wabunge. Fikra, the wisdom ya kuongeza mishahara ya wabunge mwaka 2003 mwaka 2004 ni kwamba katika awamu iliyopita serikali ilikuwa inalipa wabunge hela duni, na kwa hivyo ilikuwa inaweza ikawanunua wabunge kwa njia rahisi. Lakini hata baada ya kuongeza wabunge hela, jinsi wameongeza mishahara zao maradufu, tumeona kwamba quality ya utekelezaji wa kazi ya bunge bado haijakuwa nzuri sana. Tuseme kwa mfano, katika awamu iliyopita, the previous administration, kuna kipindi Wakenya waliambiwa kwamba kulikuwa na sumu katika sukari ambayo walikuwa wanatumia. Watu wengi walitarajia kwamba wabunge wangeonyesha ghadhabu na mori na kushughulikia serikali, the executive, vilivyo kama watu ambao walichaguliwa kuiwajibisha serikali ya juu, yani the executive. Yes. Lakini taarifa tulizopata, Wakenya wote walishikwa na mshangao wakati walisikia kwamba kuna wabunge walikuwa wanalipwa hadi shilingi 10,000 ili kupitisha kwamba katika hiyo ripoti ya bunge kwamba kukuwa na sumu katika sukari. Mpaka sasa Wakenya wanasema kwamba NGCDF imewasaidia kufanya mambo fulani fulani pale mashinani. Lakini pia tukumbuke kwamba hela tunapeleka mashinani kupitia maeneo gatuzi. Kwa hivyo mimi kwa msimamo wangu ninahisi kwamba wabunge wakiweza kutengana na implementation ya NGCDF ili wawe public watchdog, watende wajibu wao ilivyoelezwa katika katiba, nafikiri tutakuwa katika sehemu nzuri sana ya kusema kwamba wacha kwanza, kwa mfano, tuwajibike na swala la ufisadi. Ukiangalia jinsi tulivyo mpaka sasa leo hii, bunge lina sehemu kubwa sana katika vita dhidi ya ufisadi. Lakini bunge na wabunge hawawezi wakawajibika kikamilifu bungeni kwa sababu wanahisi kwamba kuwa bungeni, kuwasilisha masuala ya mwananchi bungeni, kwamba hiyo sio kazi. Kwamba kwao wanaona kazi ni kwa kule mashinani wakitekeleza NGCDF, na kwa sababu hiyo ndio inawasaidia kuchaguliwa. Tukitoa NGCDF kwa mikono ya wabunge, pia itatusaidia kufuata matrix mpya ya kujiuliza kwamba mbunge anafanya kazi ama hafanyi kazi, na hiyo matrix italingana na ile kazi ambayo tumepewa wabunge chini ya katiba. Asante dada Ruga. Naam, Omwansa, mfano tu wa eneo bunge huwa zinapokea kima minimum ya milioni 100 each financial year. Ndio hizo Morara anasema zinatumika kujenga choo, zingine zinatumika kujenga uzio, zingine zinatumika kufadhili elimu kama anavyosema. Hizi pesa je, zimekuwa zikisawiri ile miradi ya maendeleo ambayo wabunge wanazindua kwenye county au kwenye maeneo bunge yao? Asante sana kwa nafasi hii pia. Nashukuru. Kwa majina ni Omwanza. Liuliza ni kiongozi wa vijana gatuzi lipi. Mimi ni kiongozi wa wanafunzi wote nchini Kenya, mostly the needy and suffering comrades in East and Central Africa. Pia ni kiongozi wa wanafunzi wote Nairobi region, na nashukuru kwamba hao wote wakiwa pia Morara ni one of my constituents as a leader of Nairobi region. Mimi niko shule ya MKU Law School na nashukuru pia kwa kuwa hapa. Kwa swali lako, hizi pesa ambazo wanapewa wabunge, mimi ningepeana ushuhuda na kusema kwamba personally zimenisaidia sana. Nilipokuwa nafanya shahada yangu ya kwanza katika chuo kikuu cha multimedia, wakati mbunge wa Starehe alikuwa Charles Kanyi Jagwa,
miaka hiyo yote 4 nilisoma kwa kutumia hizo pesa, kwa kutumia bursary. Hiyo ndio wakati pekee nilikuwa napata pesa ya serikali directly inakuja through the check, napeleka pale shuleni na ikanisaidia nikamaliza shule. Ndio naona naongea Kizungu ama Kiswahili sanifu kama hii na Kizungu najaribu hapa na pale pia. Na karo pia, yote ya shule in your 4-year degree course? Yeah, ilikuwa inasaidia kwa sababu government ilikuwa inatoa pesa fulani. Sasa ikilipa hiyo pesa inabakisha around 17,000. Na karo yako ilikuwa ngapi? Karo ilikuwa around 45 per semester. Per semester. Yeah, per semester. So HELB ikikuja, alafu pia kumbuka kuna pesa serikali inatumanga kwa mashule. So ile inabaki ni kidogo. Hiyo kidogo pia wazazi wangu wangeweza pale Mukuru angeweza kunilipia hiyo karo. Lakini kwa sababu tulikuwa na hizi pesa za NGCDF za mbunge wa Starehe, nakumbuka alikuwa anapeana vizuri, free and fair. Na pia nataka kupeana, wanasema gala muwe hiyo sasa haki mpe. Mgala muwe kenangoa. So ndio nasema tumpe, acha tuue mgala lakini haki tumpe. Mbunge wa sahi wa Starehe Amos Mwago pia amejaribu miaka 2. Tumeona pale South B, Landimawe Ward, Pangani, Ngara, zote tumeona kwamba watu wanaweza kupata hiyo bursary. Lakini pia hii mwaka mzima hatujapata. Mbona hatujapata? Kwa sababu ya kesi ambayo inaendelea. So unaona imeweza kufanya wazazi wengi, na mimi kama kiongozi wa wanafunzi pale, wengi wanakuja pale wanapiga masimu wanauliza vipi bana tupate pesa. So unaona kwamba wameweza kudhalilisha ama kwa njia moja wameweza kufanya maendeleo hayaendelei. So pia kumalizia pia mwakilishi wa ward yangu Madam Waithera Shege pale South B ward, hiyo pesa pia ambayo anatumia za county yenye wanasema pia hizi iende kwa executive, ukiona pale anaweza kupea watoto ambao hawako university, au ni watoto wa high school na maybe tertiary institutions ambao hawapati help. So unaona wakati unasema ziende executive, watu watakuwa wanapewa ni universities. But kuna watoto wa high school, kuna watoto wako tertiary institutions ambao pia mimi nawakilisha. So hizi pesa zinasaidia sana. So ningeomba kwamba badala ya kutoa waongezee hawa wabunge, kwa sababu pia mimi niko na malengo ya kuwa mbunge miaka 5 ijayo niweze kupata kitu ya kusaidia. Ongeze mgao wa NGCDF. Kabla sijarejelea kwake Morara, Rocha, how much is your school fees? Ama how much was your school fees? Mpatie kipaza sauti dakika moja tu. Ukijua mimi siko kwa hawa band 1 band 2. Mimi ni wa ule mfumo wa kitambo ile DUC. Nataka your first year. My first year nililipa kima cha 26,000 na nikalipiwa na akaunti yangu yote, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, tangu high school. 46,000. 26 per year. Engineering, UN, civil engineering. Unalipa 26 per semester? Nililipa hiyo mimi. Nataka DUC. nipate karo yako ilikuwa ni ngapi? For example, mimi ni mwanafunzi pale first year University of Nairobi. How much is my school fees? Nimekuambia mimi siko kwa mfumo wa sasa. Mimi ni ile ya kitambo ya DUC, si ni funding model ile ya band 1 band 2. Si kwa ufadhili, the fees, the total amount of fees in the University of Nairobi. For example, if you are an engineer student, unalipa pesa ngapi? Haina shida. Kwa ule mfumo wangu tulikuwa tunalipa 26,000 kwa mwaka. Lakini kwa hawa band 1 band 2 band 3 hawa hiyo yao kwa sasa hao wanalipa ile the lowest ni about 100,000. Okay. Ndiyo. Sasa kukawa na pendekezo, mpatie Morara kipaza sauti. Ni kweli kwa sababu pia mimi nilisomea huo mfumo wa KUCCPS na school fees yangu kwa semester ilikuwa inakuja karibu 13,000 to 16,000 per semester nikisomea law in the Kenyatta University. 13,000? Yeah, 13 to 16,000. The total amount? No, sio total. Unajua serikali inakuwa ishalipa nyingine. Wachana na hiyo ambayo serikali inalipa. Wale ambao walikuwa kwa mfumo wa kujilipia karo ya shule ambao hawakuwa wanalipiwa na serikali ilikuwa karibu 87,000. So 87,000. Around 87. Naam, sasa inanielekeza kwa hili swali. Kukawa na pendekezo ya kwamba hizi bursaries zote ambazo zinatolewa na NGCDF, NGAAF, the presidential ile kiti pia, na pia kuna nyingine ya senators, how about zote tuziweke kwenye kikapu kimoja halafu kuwe na free education? Naam, ni kweli kwa sababu 30% ya bajeti ya Kenya inaenda kwa education sector.
tuko na bajeti ya karibu trilioni 4. Na si karibu na trilioni 4, ni kabisa ni 4 trillion na 650 billion shillings inaenda kwa sector ya education, kuanzia chekechea mpaka elimu ya juu ya higher education. Ukiangalia hiyo 650 billion kwa kusema kweli, na uangalie situation ya our universities, situation ya high school zetu na zile facilities ambazo wanafunzi wanasomea, utaona kwamba kweli this 650 billion is not giving us value for money. Kando na hiyo, women rep ana basari, MCA ana basari, mbunge ana basari, governor ana basari, rais ako na basari, na hawa wote wanajaribu kupatia huyu mwanafunzi basari ambaye tayari ashapewa 650 billion ishawekwa kando ya hiyo sector education. Kwa hivyo fedha ambazo ziko nchini Kenya zinatosha kumfadhili kila mtoto ama kila mwanafunzi, awe wa shule ya chekechea, awe ni ya JSS, ama awe ni wa university ama college ama technical institute. Fedha ambazo zinawekezwa katika sekta ya elimu zinatosha kila mtu kusoma elimu ya bure bila hata kuenda any academy ama private school. Inatosha kila mtu kupata elimu ya bure. Ile shida ambayo iko ni shida ambayo imeathiri kila sekta ya Kenya, na hiyo shida ni ufisadi. Ufisadi, utumizi mbaya wa mali ya umma. Hata hizi bursaries wanazozizungumzia kwa njia nzuri hivi, tumeona visa vingi. Ukiangalia ripoti ya mkaguzi wa bajeti na mkaguzi wa vitabu vya serikali, Controller Budget na Auditor General, utaona kwamba kuna constituencies nyingi sana ambazo zimekuwa na maswali makali kuhusu jinsi ambavyo wabunge wanaitumia zile fedha za CDF, kama kwamba kuna list ya wanafunzi ambao si wanafunzi, hawasomi, ni list feki ambazo watu wanachukua na zinakuwa ni kama kwamba watu walipewa basari, zinaenda hizo fedha zinakuwa ni kama zimepotea. Pia nirejelee ile point yangu ya awali kwamba si vibaya mbunge kufanya kazi, lakini hiyo kazi, je, ni yake kikatiba? Na hiyo kazi anayoifanya inahujumu kazi nyingine? Unajua ni kwamba ni kitu kama wewe ni mpishi, umepewa kazi upike, lakini unaenda kule kwa gate unaenda kuwa mlinzi. Sasa nani atapika? Kwa sababu hawa wabunge wana kazi kubwa sana. Moja hiyo kazi ni ku-impeach cabinet secretaries. Sasa hivi tuna cabinet secretary ambaye mimi kwa mtazamo wangu anahitaji kuitwa bungeni, kuulizwa maswali na hata kuimpichiwa kwa sababu ya hii sakata ya kazi kwa vijana, kazi majuu. Lakini mbunge hana nafasi hata ya kuja bungeni. Ukiangalia wabunge wanakuja bungeni wanajaa siku ambayo wanapewa pesa kupigia mswada fulani, ama siku ambayo wamekuja kudiscuss mishahara yao. Siku nyingine zote hawako bungeni, hata wazungumzi bungeni, na hawashtuki na hawaogopi, na wananchi bado watawapigia kura kwa sababu wanafikiria huyu mbunge anafanya kazi kwa sababu ya ile CDF. Wananchi ambao wako mashinani ambao wanitazama TV47 sasa hivi, je, wanajua mbunge wao kwamba ni kazi yao kutoa William Ruto? Sio kazi ya Gen Z kuenda kwa street kupigwa risasi na polisi kujaribu kutoa rais. Wabunge wana hiyo kazi kikatiba. Kwa hivyo ukiona Gen Z mitaani wakiwa wanafanya maandamano wanapigwa risasi na polisi, ni kwa sababu bunge imefeli. Na imefeli kwa nini? Kwa sababu mbunge amekuwa mfanyabiashara. Amekuwa yeye kazi yake ni meneja wa CDF rather than mtu ambaye anafaa kuangalia uwajibikaji wa serikali. Na sio CDF peke yake. Pia wabunge wana manage fund ambayo inaitwa KERA, Kenya Rural Roads Authority, ambayo ni ya barabara zile za mitaa, na Kenya Urban Roads Authority ya kura. Kila mbunge amekuwa mwanakandarasi. Wabunge karibu wote 340 na kitu, wote wamekuwa wanakandarasi. Mbunge ni contractor na bado yeye ndiye anapeana contract. Sasa unapata kila mbunge ana maswali na ana sakata, ana kashfa ya ufisadi. Sasa hata kumuuliza rais swali inakuwa ni ngumu sana. Hata kumuuliza waziri labda wa usalama swali, ama kumuita anayesimamia EACC kujaribu kufuatilia visa vya ufisadi vinaenda namna gani, hawezi, kwa sababu yeye mwenyewe ni mwanakandarasi. Ana kandarasi ya barabara nyingine ambazo amevuja mali ya umma. Kwa hivyo akiuliza haya maswali kwa ukali, ataulizwa hayo maswali kuhusu jinsi alivyo manage ile pesa. Kwa hivyo
kivyangu ni vizuri hiyo pesa iondolewe kwao ili waweze kupata nafasi ya kufanyia wananchi kazi. Naam, ni rudi kwake wakili. Sasa hapa tunaomba wosia wako. Hayo mapendekezo ya kwamba sauti ya mwananchi kwa upande mwingine ni ya kwamba hizi fedha tunazihitaji kwa sababu ya misingi, kwa sababu ya sababu tofauti. Lakini kuna uwezekano kama anavyosema Morara ya kwamba tukiweka hizi fedha zote kwenye kikapu kimoja, then in Kenya it is possible to have free education. Mwanzo, is it possible legally? Ya kwamba tukiweka hizi fedha zote kwenye kikapu kimoja, we are going to have free education. Kwanza dada Ruga, swala la free universal education ni swala ambalo linawezekana sana nchini Kenya. Kwanza kabisa ni kwamba ni jana ama juzi aliyekuwa jaji mkuu Mheshimiwa David Maraga alisema tukiweza liandama kikamilifu jangwa la ufisadi, basi wananchi hawatakuwa katika hali ya sintofahamu kiuchumi jinsi walivyo sasa hivi. Swala la universal free education kutoka kiwango cha chekechea, shule msingi, shule sekondari na vyuo, inawezekana kama serikali kuu itaweka na wananchi wakiweka jitihada na nguvu na mori kupigana na ufisadi. Mpaka sasa wajua kwamba hata katika ukiangalia swala la NGCDF ambalo tunalizungumzia kwamba tuiwache mikononi mwa wabunge ama tuipeleke kwingine, ni kwamba limeendeleza ufisadi pia. Ukiangalia jinsi wabunge wamekuwa matajiri katika siku chache ambao wako bungeni, ni kwa sababu wameweza kujifanyia biashara wao kwa wao na ile pesa ya NGCDF. Swala la ufisadi limebaki kero kubwa. Limebaki kero katika NGCDF, limebaki kero jinsi tunavyoendesha eneo gatuzi zetu, limebaki kero jinsi serikali kuu inavyoendesha shughuli zake. Aliyekuwa Auditor General Edward Ouko alisema kwamba Kenya tuko na shida ya budgeted corruption. Kwa hivyo the short answer is yes, tunaweza kuwa na swala la universal free education kutoka katika sehemu zote, chekechea, shule msingi, sekondari na vyuo hadi kwenye elimu ya juu. Na mtazamaji, kwa muktadha huo naomba tuungane na mwanahabari wetu kutoka kaunti ya Mombasa, Quinto Wafula. Wiki jana vijana pale katika kaunti ya Mombasa waliandamana kwa sababu ya kutohusishwa katika kuandaa bajeti ya kaunti hiyo. Sasa Quinto Wafula anazungumza na vijana kutoka kaunti hiyo, nafasi yao ni gani katika meza ya ugatuzi, hususan kwenye uongozi wa kaunti ya Mombasa. Quinto. Shukran Sufufu Rogaival na kujia kutoka jijini Mombasa na mada hii ambayo imeteka habari leo, ambapo tunaangazia kuhusishwa kwa vijana katika ugatuzi. Nimekutana na kundi la vijana ambao wengine walijitokeza juma lililopita Ijumaa wakielekea katika afisi za bunge la Mombasa kuweza kutaka sauti yao isikike. Kwa hiyo hii leo nitakuwa nahusisha tu waweze kutupa taswira haswa ni nini wanataka kifanywe katika masuala na vijana kuhusishwa katika ugatuzi. Waanze tu kwa jina, utuambie unaitwa nani? Kwa majina naitwa Edwin Shamir, mimi ni active citizen, na kundi ya vijana ambao wamesimama hapa mbele yako ni vijana ambao ni change makers ndani ya Mombasa County. So kitu ambacho imetuleta hapa ni kuongelea mambo na accountability and transparency at the Mombasa County Assembly and the Executive. Juzi last week Friday occupy the Parliament of Mombasa. We were demanding two issues. One, mambo na budget estimates, county budget estimates. Mombasa County Assembly hawajaweza kufanya public participation, hawakuweza kupublish the document to the website, to the official document ambao zinatakikana. So sisi kama vijana tulijiuliza ni sisi maoni yetu imechukuliwa vipi, ama sisi ni vipi tunaweza changia planning of the county in terms of development and everything. Na jana tuliporudi hapa clerk na led by the majority leader of the county assembly waliweza kutuambia kwamba the executive through the finance minister wa county waliweza kufanya
public participation. Na public participation ambao wanasema walifanya ni kuhusu 3 documents. According to the PFM Act 2012, huwezi jumuisha 3 documents kwa pamoja ukafanyia public participation because kila moja iko na different circular yake. So how come Mombasa County walikeuka katiba wakafanya vile hao wanataka. So sisi kama vijana tunasema ya kwamba tutasimama imara na tutademand accountability ndani ya Mombasa County, na the governor should come out very clear and tell us if he's not ready to follow the constitution, let him vacate this office so that we can get someone who can follow the rule of law. Asante. Asante sana. Vile vile tuweze kusikia kutoka kwa mwanadada. Anza tu kwa jina, utuambie ni nini ambacho mwataka serikali ya kaunti ya Mombasa iangazie katika ugatuzi masuala na vijana. Asante. Kwa majina naitwa Esther Ndanu. Mimi ni activist na human rights defender huku Mombasa. Kuhusu tunataka kama vijana kaunti ya Mombasa iangazie ni kuwa sisi kama vijana tukienda hapo kwa county assembly ku ask for information, we are not harmful, hatuna na hata vita nini, lakini mbona sasa mtumane polisi wengi wakuja watuzuie ku access ofisi, na tuko hapo tu kuulizia tu na tupate majibu kama vijana. So we are asking the county government of Mombasa to avoid the intimidation and sending the police officers for no reason. Thank you. Asante sana. Tumalize na wewe sasa. Anza tu kwa jina na songa tu, anza tu kwa jina kisha utuambie ni hatua ipi ambayo unataka kaunti ya Mombasa iweze kufanya ili kuhusisha vijana. Okay, kwa majina mimi naitwa Joshua Nyongesa, mkazi wa Mombasa County, natokea Nyali Sub County. Langu ni kuhimiza tu serikali ya Mombasa County kushinikiza kuhusisha vijana na pia kuleta ile miradi ambayo inahusisha itakayofaa vijana. Tukiangalia katika gavana ile wakati alikuwa akikampeni, actually he promised that he will be delivering to the youth, and you understand that sisi ndo percentage kubwa ya population vijana, sisi ndo tuna nini wakati wa kampeni, sisi ndo tunakuwa mbele, lakini ikija wakati wa miradi mpaka sasa hakuna mradi wote county government inaweza sema huu mradi umeletwa. Tukija tunasemanga project developments zimefanya ile mradi ambao umeletwa kwa kwa vijana katika Mombasa County hatujaona. We had Mombasa County ile ambayo ililetwa miezi 3 peke yake ambayo ikaisha mpaka sasa. Ukiangalia stadium ambayo inafaa empower vijana wetu talents, we talking of talents, stadium mpaka sahi ameingia, hakuna nafasi yote ambayo tumeona, progress yote ambayo tumeona mpaka sahi. Hizo ni talent ambazo zinauliwa. Tuko na talent nyingi hapa Mombasa, lakini hatujaona zile project ambazo zimewekwa ama governor ameleta zenye zina the sustainability ambazo zitafaa vijana wetu pia wajihusishe. Tumeona CFSP imeletwa and with the public participation they are not bringing for us so that we can give our views. Hiyo ndo malalamishi yetu kubwa sana, kwamba hatutoi ile maoni so that wakajua ni nini tunahitaji. Wanajifanyia wao, wanaenda wanapitisha. I myself talking of on behalf of Nyali, natoka Nyali Sub County. Hii CFSP ambayo imenini hatukuparticipate kabisa. Even ukienda kwa rekodi yao watakwambia Nyali hawakutoa maoni yao kabisa, hawakuparticipate. Tukasema tukapostpone, at least walete hizo tuje tu participate na sisi mpaka saa hizi, lakini unaambiwa kwamba Mombasa County washapitisha. So nashindwa kama wale wakazi wa Nyali hawakufanya hivyo vikao. Je, hii maoni inatoka wapi? Kwa hiyo tunamalizia, unasema kwamba serikali iweze kuhusisha vijana katika kuchukua maoni. Vijana wahusishe, serikali njoo usikie vijana waeke. Sisi pia tunataka kukue pale kwa planning, tukae pale kwa drawing board, planning pale tukae hapo kwa round table, tuhusishwe pale, tutoe maoni yetu, hapo ndo tutasonga mbele. Sawa, asante sana. Tumaliza na wewe. Anza tu kwa jina, utuambie ni hatua zipi ambazo mnahisi mnaachwa nyuma kama vijana katika ugatuzi. Anza kwa jina. Naitwa Hilda, na nikianza kusema I'm so much disappointed whatever happened yesterday, kwa sababu tulikuja, we were given an appointment yesterday concerning financial year, the budget estimate for 2025-2026. But it was so disappointing that the county government of Mombasa, we were blocked at the gate. That is a public office. As young people in this county,
they should know that that is a public office. At any time you are supposed to enter. And we were so surprised that there were presence of the police officers. For what purpose? Just because we have to come to ask for the questions and get the answers as to why the County Executive Committee did not conduct the public participation for the financial year 2025-2026. Okay, so labda kwa sababu ya muda, labda tuambie tu, mkawa na mkutano, mkawa na kikao na wale viongozi, labda ni kipi ambacho mliweza kuelewana na wao? Ya kwanza tunasema tuliwaambia waweze kurudisha the budget estimate back to the County Executive Committee so that wananchi wapewe nafasi ya kuparticipate and to give out their views. And the second thing tuliwaambia ni kuwa we have the voice, and as the young people of Mombasa, we have more than 100 budget champions in this county, and we watch them very closely, and we know all the processes that is supposed to be conducted during the budget process and how the circles need to do. The other thing also, we reminded the assembly to do their work. They were elected to do their work, and they need to keep the county executive on check when it comes to issues of budget process, and when it comes to involvement of the public, citizen, on the public participation. Just send a strong warning to Governor of Mombasa. Yeah. Just to send a strong warning and a question to Governor Abdulsamad. Toka mahali ambapo unajificha, come and face the youth of Mombasa, because it cannot be that when we get out and demand accountability and transparency about your government, then you send us goons online to come and attack us. Some of us cannot work freely because they fear those goons. Kama Abdulsamad anajiona yeye ni mwanaume, akuje. Hata sasa tuko ndani ya Mombasa County, akuje atuomenee. Haya, kwa hiyo hivyo ndivyo hali ilivyo. Roga Eval, vijana hapa wanahisi kwamba hawapewi fursa ya kupaza sauti yao, hasa wakitoa wito kwa gavana wa kaunti hii awape muda ama awape nafasi ya kuzungumza na ili aweze kuelewa haswa ni madai hapa ama ni matakwa yapi ambayo vijana wa eneo hili wanayo kwa kaunti ya Mombasa. Mimi ni Quinto Wafula kwako studio. Karibu tena mtazamaji, na asante sana Quinto Wafula, tukimpokea moja kwa moja kutoka kaunti ya Mombasa akizungumza na vijana kutoka eneo hilo. Mara nyingi unasema kuwa kuna hitaji la vijana kuwa katika mstari wa mbele katika kushiriki na kuchukua hatua ili kuhakikisha kwamba wameshirikishwa kwenye meza ya kufanya maamuzi. Hizo ndizo kauli za vijana kutoka kaunti ya Mombasa wakilalamika kwamba for a long time tumekuwa sidelined. Na lakini wacha tutumie kile kipengee cha 55 cha katiba ambacho huwa kinazungumzia kuhusiana na kuhakikisha kwamba ushiriki wa vijana na hatua za kuwalinda kama tafsiri ya nguvu halisi ya kisiasa kwa vijana wa Kenya leo. Mali tumefika sasa, unadhani ya kwamba hiki kipengee ambacho ni vingi ya vipengee ambavyo vinapatia vijana uwezo wa kuzungumza au kupatiana sauti zao inawezesha vijana vilivyo katika kupendekeza au katika kupendekeza sera au maamuzi fulani? Situation ya vijana nchini Kenya ni ya kuhuzunisha kwanza, kwa sababu kile kipengee hakijaweza kutimizwa ili kuweza kusaidia vijana nchini Kenya. Nitakwambia a few projects za serikali ambazo zilikuwa ni za hiyo kipengee ili kujaribu kupatia vijana kazi na opportunities ili waweze kujikuza. Ujijazie wewe mwenyewe jinsi ambavyo zimeweza kutekelezwa. Kabla ya kuja studio sasa hivi nilikuwa ninasoma ripoti ya mkaguzi wa vitabu vya serikali ya kitu ambacho kilikuwa kinaitwa Kenya Youth Employment Opportunities Program, KYEOP, ambayo ilikuwa inafadhiliwa na World Bank. Hii ilikuwa ni ya kupatia vijana nafasi za kazi na pia kuwapatia mtaji ili waweze kuanzisha biashara mbalimbali, waweze kujikuza. Lakini ile program iliwekewa zaidi ya shilingi bilioni 15, 15 billion shillings.
Sasa kwa Mkenya wa kawaida ambaye anatusikiza leo, labda kwa sababu hajawahi kupatana na bilioni moja, ni vizuri tumueleze just how much it is. 15 billion is 15,000 millions. Yani inamaanisha unaweza kumpa watu milioni 15,000 milioni moja moja. Unaweza kuwapatia watu 30,000 shilingi 1,500. 30,000 people can get 500,000 each. Yani watu 60,000 wanaweza kupokea 250,000 each. Na hizi bilioni 15 ambazo zilikuwa za huu mradi wa kupatia vijana mtaji ili waweze kujikuza, nyingi jinsi ambavyo mkaguzi wa vitabu vya serikali na ambaye amefanya audit ameweza kung'amua ni kwamba pesa hizo ziliingia kwa fictitious bank accounts, zikaibiwa na wale ambao walikuwa na manage ile program, wakakisia kwamba kuna vijana ambao wamepewa hiyo fedha, lakini vijana wenyewe wakitafutwa wenye walipewa hizo fedha kuanzisha biashara hawapatikani, hawaonekani, majina mengine ni majina gushi, ID number zingine ni ID gushi. Tukuje mradi mwingine. Kulikuwa na 30% ya all government tenders kuenda kwa vijana. Kwamba kandarasi zote za serikali za kujenga barabara, za kusupply maziwa katika ofisi za serikali, kwa kusupply kalamu, kusupply tissue paper, kuleta tenti ya mikutano na kandarasi mbalimbali za serikali ambayo serikali inatoa pesa kulipia various goods and services. Asilimia 30 ilikuwa ni ya vijana. Lakini vijana wenyewe hawajaweza kufaidika. Kwa nini? Kwa sababu mbili. Kwanza, kuna brokers ama cartels ambao waliteka advantage ya jinsi ambavyo vijana wameathirika kiuchumi na kuwatumia kuregister makampuni, wakawa ni kama wao wako nyuma yao wakiwa ni wafadhili. Vijana hawa wanaregister zile kampuni, hawa mabwanyenye ndio wanasukuma kwa kupitia kupeana rushwa, wanapata ile kandarasi, wanapokea pesa, alafu kijana anapewa tu labda fare na pesa ya chai kama shilingi 10,000 ama shilingi 20,000. Na kijana huyu kwa sababu ako frustrated na maisha, anaenda na bet kwa aviator, inaenda yote, inapotea. Na wengine ambao waliweza kupata zile kandarasi za asilimia 30 za serikali hawajawahi kulipwa, wako katika kile kitu ambacho tunaita pending bills. Na utakuja kugundua kwa hii serikali, wale wanakandarasi ambao serikali imepa kipaumbele ama ambao wanasukumwa na mwanasiasa fulani ama mahali wako na interest ya kupokea pesa fulani, hao wanakandarasi hulipwa mapema sana. Wao hulipwa hata kabla ya kazi. Lakini vijana wale ambao wamerejista kampuni za kweli na wanafanya kazi ya kweli na wana supply hata kama ni county. Kwanza county ni most notorious. Ukifanya biashara na county, likelihood kwamba wewe kama kijana mdogo ambaye bado labda hata hujaoa kukua na ugonjwa wa sukari is asilimia 90. Lazima labda ukuwe na ugonjwa wa sukari ama wa saratani ama wa pressure, kwa sababu utawekeza fedha zako hapo ama utakopa kutoka kwenye benki ili kusupply kandarasi kwa county na hawatakulipa. Wasipokulipa, ile benki itakuja kukunyang'anya labda shamba yenu nyumbani ama nyumba ambayo ulikuwa umejitafutia ama lori yako ambayo umenunua labda, kwa ugumu mkubwa. Kwa hivyo vijana wameathirika sana na jinsi ambavyo serikali imemanage economy ya Kenya. Sasa hivi tunavyozungumza kuna vijana zaidi ya milioni 6 wanaotafuta kazi. Juzi kulikuwa na mradi wa kazi majuu. Walisema hii kazi ndio itasaidia vijana wawe na kazi kule Saudi Arabia na Qatar, japo hawakuangalia living condition na working conditions za Wakenya ambao tayari wako Qatar na Saudi Arabia, ambao tumepata ripoti nyingi za wao kuteswa na kuumizwa na saa zingine zile contracts zao zinabadilishwa. Lakini wakasema lazima watawapatia vijana kazi majuu. Tukasema alhamdulillah, better a bird in hand than two in the bush. Unachukua kile ambacho kiko available kwanza. Vijana wakapangishwa line na waziri wa labor pale KICC. Wakati mwingine vijana wakapangishwa line hapa Jesus Winners Ministry. Vijana zaidi ya 10,000, zaidi ya 5,000 hapa Jesus Winners. Vijana wale wakaambiwa watoe, wengine walikuwa wanatoa shilingi 50,000, wengine shilingi 100,000, wengine 200,000 kulingana na ile kazi ambayo umeahidiwa. Kwamba hii ni ya kuwaprocessia documents. Je, kama serikali ilitaka kuwasaidia ingewapa hizi document bure? Kwa sababu serikali ndio inayopatiana hizo documents kama vile passport na nini. Lakini walipolipa hizi pesa, wengine wakauza mashamba, wengine wakauza ng'ombe, wakawacha familia zao zikiwa katika umaskini na uchochole, wakifikiria kwamba wataenda ng'ambo wafanye kazi waweze kuregesha ile mali. Mpaka sasa hawajaweza kupata zile kazi. Jana kulikuwa na mahojiano bungeni na yule waziri
Sasa kile kisingizio ambayo anatumia kwa wale vijana ambao hawajaweza kusafiri ili kwenda kufanya kazi, anasema kwamba hao vijana ni wa kabila fulani na wanachochewa na kiongozi wa hilo kabila ili kuipinga serikali. Kwa hivyo ndo maana sisi kama vijana tunasema tukatae ukabila kabisa katika uongozi, kwa sababu unapatia viongozi kisingizio ya kumismanage programs Waziri za Alfred vijana. alisema kwamba tupatie serikali muda, kwa sababu haitowezekana kusafirisha wote ambao walikuwa wanatafuta kazi. Na what about giving them time? Kwa sababu alisisitiza sana, akasema kwamba wewe basi kama unahisi ulitupatia 100,000 na ni kama pesa yako, you can't wait, tukupatie nafasi ya ajira, then come take back your money. Unajua, mwenye shibe hamjui mwenye njaa. Na yule Alfred Mutua akiwa kwa boma yake kule Karen hawezi kuelewa kile ambacho vijana wanapitia. Ukiwaambia wangoje hata siku moja, hata siku mbili, hata mwezi moja, hata miezi mbili, it is eternity for them. Yaani hiyo sasa ni kama mwambie wangoje miaka 10. Kwa sababu mtu ambaye yuko njaa sasa hivi, usipompa suluhisho ya shida yake sasa hivi, basi huyu mtu ataingia kwa uhalifu. Vijana wengine wameingia katika kuuza uchi wao katika mtandao kujaribu kujikimu kimaisha. Wasichana wengine wamejiweka katika situation sasa za mabwanyenye wenye fedha ambao wanawadhuru wasichana wetu, ama foreigners ambao wamekuja nchini Kenya ambao wanawatendea wasichana wetu vitendo vya unyama. Vijana wameingia katika betting, wamekata tamaa na maisha kabisa, kwa sababu wametafuta kazi paka imekuwa kazi yao ni kutafuta kazi. Huyu kijana akipewa ahadi na serikali, hiyo ahadi inafaa kuwa ni ahadi mwafaka, kwa sababu wakati walipangishwa line waliambiwa within 2 weeks itakuwa imefanyika. Ikabadilika ikawa mwezi moja, ikabadilika ikawa miezi 2, ikabaki ikawa miezi 3. Unajua ngoja uumiza matumbo. Na huyu amechukua shamba yao wameuza, wamechukua ng'ombe wameuza ili huyo apate kazi. Kwa hivyo hawa vijana wanachoka kungoja na wanakata tamaa. Kwa hivyo serikali ikipatiana ahadi haswa kwa vijana, wawe na umakini kabisa hiyo ahadi wanayopeana, je, wataweza kutimiza? Na kama kweli wataweza kutimiza, basi watimize jinsi ambavyo wameahidi. Unajua kinachoumiza na kutamausha ni kwamba kila siku tunapokea ripoti ya fedha mpya ambazo zimevujwa katika serikali. Kijana anayetazama televisheni ama anayepata ujumbe huu kutoka kwa social media hizi ya kijamii, akiangalia kwamba zile fedha za serikali zinapotea na yeye bado aliahidiwa kazi na ameibiwa na hiyo serikali, basi inakuwa ni kitu kibaya sana. Na ndio maana serikali imeanza kupata backlash kubwa sana na vita na vijana. Vijana hata mtu akifa serikalini inakuwa ni kama vijana wanasherekea. Naam, Mwanza alitaka kuongeza kitu. Mpatie kipaza sauti. Na hata swali lilikuwa likifuata nilidhani unataka kujibu kitu au kuongeza kitu kutoka kwa Morara. Na Matilda na sijasa. Sasa Matilda, kuhusiana na hilo, utekelezwaji wa kipengee cha 55 katika kuhakikisha kwamba sauti ya vijana imesikika na pia mapendekezo yao, labda mapendekezo kwa sera yametekelezwa kwa njia ifayo kulingana na sheria. Hapo mlipo kama Legal Sisters, mnadhani ya kwamba tumepiga hatua zozote kufikia sasa? Nashukuru sana kwa fursa hii ambayo umenipa. Kwanza ningependa kulijibu hilo swali kwa kutumia mfano. Ukienda kwa fundi hawezi shona nguo la mwanamke kwa kutumia vipimo vya mwanaume. Namaanisha nini? Wakati ambapo wanasema wanataka to involve we as youths, na wakati ambapo wanatekeleza hiyo haya, chani anze tena nijieleze vizuri. Mfano wangu nimesemaje? Nimesema kuwa fundi hawezi kulishana nguo la mwanamke kwa kutumia vipimo vya mwanaume. Wakati ambapo the government wanaanza
wana implement their decisions. Yes. They Actually need to- unaweza kutumia Kiingereza usi as long as we just communicate. When the government is implementing their decisions, Yes. they really need to involve we as youths. Yes, they state that there is public participation, but how effective is this public participation? Because we find that during their decision making, they tend to make decisions without involving the youth as much. And then they tend to now come back and listen to the grievances which have arisen from their decision, which this can be actually dealt with if they actually listen to the youth before they implement a certain decision that has been made. Yeah. That's why nasema huwezi sema unatusaidia sisi kama vijana bila to involve sisi vijana katika uamuzi wako. Nanda hiyo public participation, how effective is it? Juu saa zingine wanakuja wanatuambia kuna hii na hii ndio tunataka kufanya, hii na hii ndio tunafanya, lakini hawaelezi hiyo kitu inafanywaje. Na maanisha nini? Seme kama kuna let me use an example of a budget. If you come and tell me we have this certain budget that we are... Naomba ushike pia kipaza sauti vizuri. Pole. Naam. Ukiniambia kuwa tuko na budget, Karibisha. tuko na budget, huwezi kuja uniambie budget yetu ni 5,000. Na hii 5,000 nataka nifanye hivi na hivi. Unafaa kuja kuniambia budget yetu ni hii 5,000, lakini kwa hii 5,000 nafanya hii kwa sababu itatusaidia kufanya hii na hii na hii. Na nikifanya hii na hii na hii naifanyaje? Je, inakusaidia? Haikusaidii? Unaona, haifai kukua ati unatuletea tu tuangalie tunataka ama tutaki. Inafaa kukua tunaelezwa zaidi. No wonder hiyo article 55 ambayo umesema ni muhimu ndio, lakini is it truly effective? Naam. Mwaga, kuna vipengee vingi sana ambavyo vinazungumzia katika kuwashirikisha vijana, mapungufu yake, na kuna vipengee ambavyo zimetuwezesha sisi kama vijana kuwa na sauti. Anasema ya kwamba vijana wanafaa kuelezwa zaidi. Sasa hapa we are creating a certain situation. Hata tunajiuliza wao ndio wanafaa kutuelezea. Kwa mfano, sasa kutakuwa na kukusanya maoni kuhusiana na mswada wa fedha wa mwaka 2025 2026 kuanzia wiki kesho tarehe 15. Je, umesoma huu mswada tayari? Vijana kila mtu amepatiwa nafasi ya kupitia ule mswada na kuwasilisha maoni yake. Basi ni jukumu la nani haswa? Tayari serikali imepatiana mswada, tusome alafu tuwasilishe maoni yetu sisi kama vijana. Kuna makundi mbalimbali, lakini pia vijana wako pale. Basi nani amekuwa kifeli kwenye jukumu lake? Wacha nianze na mambo mawili. Pengine niyaseme kwa kimombo. Tunasema kwamba the law does not aid the indolent. It assists the diligent. Sasa kwanza kabisa ni kwamba vijana kuwajibika, kujituma ni jambo la kwanza. Jambo la pili pia niseme kwa kimombo, that power yields to nothing except a struggle. Mara nyingi mamlaka ya dola haikubali kushindwa isipokuwa ukiandama na nguvu kubwa zaidi. Na nguvu kubwa katika demokrasia ni sauti ya wananchi. Katika nchi kama Kenya ambapo vijana ndio walio wengi, basi sauti ya vijana ni kama sauti ya Mungu. Inamaanisha kwamba vile vipengee vya katiba, tusipowajibika, tusipowacha sauti yetu isikike, basi zitabaki tu pale, kwa sababu vyombo vya madola wakati mwingine wanataka vijana wawe wametengana. Mwenzangu akiongea amesema kwamba waziri kwamba jana alisema kwamba vijana ambao wanashinikiza sana swala la ajira ni kutoka kabila fulani na wana chochewa na kiongozi fulani. Hiyo ni njama ambayo tumezoea.
mara nyingi watajaribu kututenganisha kwa misingi ya kabila na kwa misingi nyingine nyingi ambayo tumezoea. Tuanze na kipengee cha Article 27. Inataraji kwamba hakuna mwananchi yeyote ambaye atatengwa ama kubaguliwa kwa misingi yoyote. Twende tena katika aya kipengee cha 55. Inataraji kwamba serikali itachukua mbinu fulani kuhakikisha kwamba vijana wamehusishwa. Ukienda tena katika kipengee cha 100, katiba inasema wazi kwamba serikali itachukua hatua zaidi kuhakikisha kwamba vijana, akina dada na wenzetu walio na ulemavu pia wameshirikishwa na kuhusishwa, kwa sababu lazima tujiulize kwamba maendeleo ni nini. Maendeleo sio maendeleo kama sio maendeleo jumuishi, if it is not inclusive development. Kama ni maendeleo ya kuweka pesa na nguvu na mamlaka katika mikono na mifuko ya watu fulani, ilhali unatenga sehemu nyingi, hiyo sio maendeleo. Kama tungekuwa na maendeleo, tungesema kwamba Seasonal Paper number 10 of 1965 kwamba kingekuwa ndio ilikuwa wazo nzuri zaidi. Lakini mpaka leo hii wasomi wanasema kwamba Seasonal Paper number 10 of 1965 haikusaidia taifa hii, kwa sababu jinsi ilisaidia sehemu fulani kuendelea na sehemu nyingi kuachwa bila maendeleo. Na kwa hivyo inanirudisha kwa swali lako kwamba ni njia gani tutahakikisha kwamba vijana wamehusishwa. Jambo la kwanza ni kujituma, na katika kujituma hiyo vikundi vyote vya vijana wawache kutafuta kujipendekeza kwa wanasiasa. Kwamba unasikia kwamba interparties inakimbizana na mwanasiasa fulani ili kupata hela fulani na kufanya sijui shughuli fulani za mwanasiasa tu, sio kuhamasisha vijana. Hapo tukikomea hapo, tuanze kushirikiana sisi kama vijana. Katika kushirikiana huo, tuhakikishe kwamba tunaweza kuandama vyombo vya dola kwa njia ambayo imetarajiwa katika katiba. Tuanze na mchakato wa NADCO. Katika mchakato wa NADCO, uwasilishaji wa vijana ilikuwa duni sana. Ilikuwa duni katika wale waliochaguliwa kuketi katika kamati cha NADCO, na ilikuwa duni katika recommendations za NADCO. Wakati tunaelekea kwa NADCO, vijana karibia 100 walikuwa wamepata majeraha ama kuuawa na vyombo vya usalama. Sisi kama vijana tulitaraji kwamba pendekezo la kwanza la NADCO ilikuwa ni kwamba vijana hawa wapate compensation. Hii alikutajwa hata mara moja. Tulitaraji kwamba kwa sababu nchi ilikuwa katika hali ya mshike kiuchumi, kwamba serikali na upinzani wakija katika meza moja, wajiulize kwamba ni njia gani tutaanzisha swala la ajira nchi hii. Na tukisema ajira, sio kwamba graduates wetu wanapelekwa Gulf na sehemu zingine kufanya kazi za watu wa mkono. Sisi tumeinvest kwa hawa vijana kwa miaka 20 na alafu tunasema kwamba tuwapeleke Gulf kufanya kazi za watchman. Sio kwamba kazi ya watchman ni mbaya, sio kwamba kazi ya kuwa maid ni mbaya, lakini ile investment tumefanya kwao kama taifa. Swali ni kwamba what is the return on investment? Hakukuwa. Tutoke kwa NADCO, tuje katika swala la IBC. Leo hii wakati IBC ilituma advert ya kupata makamishina mpya, ukisoma hiyo advert nasema kwamba lazima kuwe na experience ya miaka 10 kukuwa commissioner, wachana na chairman, commissioner. Na tunajiuliza, ukisoma hii kwamba lazima mtu awe na miaka 10, ni kijana yupi wa miaka 25, 26 atakuwa na experience ya miaka 10? Hiyo miaka 10 atakuwa ameitoa wapi? Hilo ni kutaka hiyo experience ya miaka 10 peke yake is a grounds for discrimination.
and that offends Article 27 of the Constitution. Sisi kama interparties na watu wengine tulienda mahakamani kujaribu kupigana vilivyo na hali ya ubaguzi kama huo. Tunataka vijana waje pamoja, tuzidi kushirikiana, tuzidi kupeana taarifa na maarifa ili tukikabiliana na structural and systemic injustices. Hatuna shida na serikali. Serikali tunaitazama kama rafiki ya vijana, kwa sababu kuna huduma nyingi ambayo serikali lazima ipee vijana, lakini wakati mwingine serikali hata inaposahau kujumuisha vijana, lazima tuwakumbushe, lazima tutasisitiza na lazima tusukume kwamba katiba iheshimiwe, vijana wahusishwe na tujenge taifa moja ambayo imeshikana. Asante. Mukami na Murugi, nyinyi ni viongozi wa vijana. Kwa dakika moja kwa sababu tunaingia kwenye dakika zetu za lala salama. Kwa njia nitaanza na Murugi, kwa njia yoyote ile, kwa sababu kwenye kaunti zetu kumekuwa na mikutano hiyo ya kukusanya maoni ya umma labda kuhusiana na miradi ya maendeleo huko kwenye kaunti. No, this one is an open-ended question, ama closed-ended in this manner. Wewe kama Murugi na pia kiongozi, ushai kushiriki kwenye kutoa maoni yako wewe kama kijana? Ndio au la? Naweza sema la. Haujawahi. Unatoka kaunti gani? Tharaka Nithi County. Tharaka Nithi? Yeah. Hii inatosha. Mukami? Naam. Ulikuwa ni mradi upi na maoni yako yalikuwa yepi wewe kama kijana pale? Ilikuwa mradi wa femicide. Ilikuwa petition kuelewa kukubali kuwa kuna issue ya femicide Kenya, na imekuwa ikiendelea kwa muda wa miaka 5, like for a very long time. Na ndio nilikubali. Pia mwingine ni budget ya mwaka uliopita, na nilishirikishwa. Ulijitokeza pale na ukapatiana maoni yako? La, ilikuwa kwenye on the socials. Naam, socials. Unajaza tu. Naam. Naam, Morara na Omwanza, sasa kwa dakika moja, mnadhani kwa njia yoyote kuna mapungufu ambayo yanawezesha vijana katika kutoa hizi sauti? Kwa sababu kumbuka kwamba ili tuweze kuwashirikisha wanawake katika uongozi yalikuwa ni mapambano makali sana. To a point sasa kukaundwa sheria ya kwamba lazima katiba au uongozi wa Kenya uheshimu ile 2/3 ya uongozi. Vijana wamewezeshwa kikamilifu kikatiba au tunahitaji sheria zaidi ili kuhakikisha kwamba pia sauti zao zimepatiwa nafasi? Kwa dakika moja, Morara. Ni vizuri kusema kwamba vijana pia waelewe kwamba zile nafasi ambazo wamepewa tu kwa maandishi, lakini kuweza kupata hizo nafasi lazima watazipigania. Na umeona mimi nikiwa katika upaumbele kujaribu sana kupigania vijana kupata nafasi ili waweze kujihusisha na uongozi wa taifa hili na pia jinsi ambavyo fedha zao zinatumika na kukua managed. Kitu cha kwanza ambacho ni tatizo kwa vijana ambao wanajaribu kujihusisha na uongozi ama kujaribu kutafuta uongozi mbadala ni kukosa chama. Kwa sababu vyama vingi ambavyo viko nchini Kenya ni vyama ambavyo vinauza tikiti za kutafuta ubunge, za kutafuta useneta, kutafuta wakilishi wadi ama kutafuta urais. Kwa sababu hivi vyama vingi inakuwa ni ngumu kijana ambaye labda hana kazi ama hana biashara ama hana pesa nyingi kupata ile tikiti kuweza kusimama kupata kiti cha uongozi. Swala la pili ni kukosa fedha pia za kampeni, kujaribu kujizolea kura ili kuweza kuingia katika bunge ama bunge za county ama hata executive ili kuweza kuleta yale mabadiliko yanayoyataka. Na nimekuwa katika mstari wa mbele kujaribu kukumbusha vijana kwamba hakuna aibu ya kuchangisha pesa kutoka kwa wananchi. Na mimi nimekufa na hiyo kitu kabisa. Japo nimepata kupigwa sana, lakini nimetembea kwa nchi ambazo zimeendelea. Nimekuwa Marekani, nimekuwa Ugaibuni,
na nimeona jinsi ambavyo vijana wanatoka kuwa community mobilizers, wengine wao hata hawana kazi, hata labda hawana biashara, lakini wanaweza kuchangiza fedha kutoka kwa communities na society zao, kwa wale watu ambao wanawaamini na wanaona kwamba wanaweza kuleta mabadiliko na wanakuwa na fedha za kampeni. Kwa hivyo vijana wasione kama hiyo inaweza kuwa ni kitu ambacho kinaweza kuwazuia kutafuta uongozi, waweze kujitokeza na ideas zao. Na swala la mwisho, vijana wajiamini. Kuna shida ya kutojiamini, kwa sababu nimeona hata wakati mwingi kijana mdogo akipata mali ama akinunua gari, vijana wenzake wanasema hii ni wizi, ama hii ni wash ama msichana akivaa nguo nzuri, ama msichana anunue simu ambayo ni nzuri inakaa labda ni ya bei ghali, wanaanza kusema labda amepata boyfriend mwenye pesa. Vijana ni kana kwamba hawaamini kwamba hivi vitu vinawezekana for young people. Na mimi ni mfano mkubwa kwamba vitu vikubwa vinawezekana at a young age. Kwa hivyo vijana waweze kujiamini na wawe na ile self esteem ya kustep out, kukuwa confident na kutetea nafasi yao, ili hiyo nafasi isichukuliwe na wengine, kwa sababu asiyekuwapo na lake halipo. Kwa hivyo wasipojitetea, basi shauri yao. Na Mwanza, hata muda umetupa kisogo kweli. Labda kwa sekunde 15 nataka tufunge na hili swali. Kuna uwezekano wowote mwaka 2027, kwa sababu vijana wanachangia asilimia kubwa ya wale watu ambao watapiga kura, kutakuwa na free and fair campaign bila ya watu kupatiwa hela? Ya kwamba kwa mfano Morara anasema kwamba anataka kuwa rais mwaka 2027, ya kwamba mimi naweza kumchagua Morara niwe radhi bila yeye kunipatia hela zozote. Is it possible? In 15 seconds. Si possible, si possible. Na mimi kama kiongozi wa Needy and Suffering Comrades na kukumbusha vijana wangu, pesa ikuja kuleni, lakini ikifika kwa ballot paper mtumie nyote akili, muweke serikali ambayo mtu akuja kusema must go tena. Sisi kama serikali ya Rais William Samoei Ruto tunahakikishia kwamba IBC commissioners watachaguliwa ambao ni full of integrity na ambao watatupea free and fair elections. So itakapokuja 2027, vijana tusipigane. Huko jua wapigani, mbona sisi tunapigana? Tujitokeze tupige kura. Tuko wengi sana. Tuko wengi kwa karatasi na tuko wengi kwa numbers, but ikifika kwa ballot hatuko. Tuache kupiga kelele social media, tutoke pale nje tupige kura, tuweke serikali ambayo itatusaidia. Kama mnaona ni Morara ndio mnataka kumpa MCA huko Kisii, mwekeni huko awasaidie. Kama mnaona mimi natosha kuwa mbunge wa Starehe 2027, tafadhali niwekeni pale pia niweze kuwasaidia. So ndio nawaambia pesa ikuja kuleni, lakini kura mjue penye mtaweka. Omwanza kiongozi wa vijana, asante sana. Aidha mtazamaji, nimekuwa naye Rocha Madzayo ambaye ni rais wa chuo kikuu cha UON, na pia nimekuwa naye Lizenet Mukami Gashuki, ni mwanafunzi wa wanasheria pale katika chuo kikuu cha Strathmore, na pia mtazamaji nimekuwa naye Joyce Njoki Murugi, huyu naye ni naibu rais pale katika chuo kikuu cha Zitek, na pia mtazamaji nimekuwa naye Vitalis Matilda ambaye ni mwanachama kutoka Legal Sisters. Aidha mtazamaji nimekuwa naye wakili Kidi Mwaga, na pia amesema kwamba yeye ni mwenyekiti wa Interparties Youth Forum, na pia mtazamaji nimekuwa naye Morara Kibaso, kiongozi wa chama cha Inject. Nasema asanteni sana kwa kutenga muda na kuja kwa nami kwenye kipindi hiki cha TV47 Matukio hii leo, tukichambua nafasi na mchango wa vijana katika uongozi wa ugatuzi pale kwenye kaunti. Mtazamaji, huo ndio tutakuwa mwisho wa kipindi hiki. Tunachukua mapumziko mafupi, lakini usiondoke hapo ulipo, kwa sababu zitimiapo saa 7 za dhuhuri basi nitakuwa nikirejea na taarifa kwa njia ya kina za TV47 Matukio. Jina langu ni Roga Eva.